Ndugu zangu, tuna haki ya kumshukuru Muumba wetu, Mola wetu, mlezi wetu, raziki wetu, maliki wetu, khaliki wetu, mwendeshaji wa mambo yetu yote na mambo ya viumbe wote duniani. Mwenyezi Mungu ambaye, ndugu zanguni, sakhara lana ma fil ardi jamia, ametusafirishia na kututiishia vote vilivyomo katika ardhi kwa uwezo wake na kudura zake. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mambo mengi aliyotufanyia na anatufanyia na anaendelea kutufanyia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, neema za Mwenyezi Mungu ni nyingi mno kwa sisi. Ukweli wa mambo, ndugu zanguni, tunaishi ndani ya neema za Allah, tunaishi kwa kutaka kwake Allah. Lau si kutaka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusingefika siku ya leo. Lakini jambo kubwa kabisa, ndugu zanguni, tuna haki ya kumshukuru Muumba wetu ambaye aliyetuwafikisha na kutuwezesha na kutupa taufiki. Tumefunga mfungo wa Ramadhani na hivi leo tumo katika Shawwal. Ndugu zanguni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wajahidu fillahi haqqa jihadi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatoa agizo na amri kwa sisi. Amri hii ni ya kila mwanadamu, ya kila mmoja wetu. Mwenyezi Mungu anakusudia hivyo kwa sisi. Hata kama utasema mimi hapo sipo, lakini Mwenyezi Mungu anakutaka ufanye hivyo, na wewe unasema sitaki, simo, na Mwenyezi Mungu anataka hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtazanguni anatuambia, wajahidu fillahi haqqa jihadi, maana tufanye juhudi ima ya dini kwa ajili ya Allah, hata juhudi za amali za kheri anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtazanguni, mtu yeyote ambaye anafanya amali za kheri, amali hizo ukweli wa mambo aendelee hivyo hivyo mpaka kifo kimwachanisha na hizo amali za khair. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Zanguni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea Ramadhani ambayo ukweli wa mambo imeletwa, moja katika makusudio ya Ramadhani kuletwa kwa sisi tarbiyatu lil amali salihah, tarbiyatu fi sunanil mursal, fi sunanil nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadhani imekuja kwa sisi, ndugu zanguni, kwa ajili tuwe katika malezi na mafundisho na mwongozo. Maana na tujifundisha mambo mbalimbali ambayo yatatulea kiimani na kiamali mwaka mzima. Kama vile ilivyokuja siku ya Aljumaa namna kama hivyo, ni tarbiyatul usbu, kwa ajili tupate malezi ambayo yatatulea ya kiroho ya amali za kheri kwa wiki nzima. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zanguni, tufahamu hivi, hakuileta Ramadhani au lam yakun ramadanan sijnan kharajna minhu, haikuwa Ramadhani eti ni kama jela, sasa hivi Ramadhani imeondoka, tumeondoka katika hilo jela. Sio hivyo, ndugu zanguni. Haikuwa Ramadhani ni kama kifungo fulani, kibano fulani, shida fulani katupa Allah na imeshaondoka na tunajiona kana kwamba tumetoka gerezani. Haikuwa Ramadhani malengo yake ni hivyo.
Mzanguni, ukweli wa mambo, amali ambazo zilikuwa zikiendelea katika mfungo wa Ramadhani, na yeyote ambaye alikuwa akifunga Ramadhani kwa ajili ya Allah, funga haijaishia hapo tu ndugu zanguni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna kufunga milele, maanake mwaka mzima, wala hakuna kufungua mwaka mzima. Maanake katika hii saumu ya Ramadhani baada ya kumalizika, kuna saumu nyinginezo za sunna zimo. Kwa hiyo isiwa ndugu zanguni, Ramadhani kumalizika mtu anaona kana kwamba ndio katoka katika kifungo cha gereza fulani la kushinda na njaa, labda anaona na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea Ramadhani ili kutukomoa tushinda na njaa. Sivyo hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndugu zanguni ameileta Ramadhani kwa sisi la'allakum tattaqun, ili tuvune ndani ya Ramadhani hiyo cha Mungu, takwa, ikhlasi kamili, na amali zetu tuzifanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ukweli wa mambo ndugu zanguni, yeyote aliyekuwa akifanya amali za kheri katika mfungo wa Ramadhani, amali yoyote ile, ima alikuwa akajifunga na kafanya maamuzi kwa kila siku asome juzuu moja ya Qur'ani, aendelee hivyo hivyo mpaka maisha yake, mpaka mwisho wa maisha yake. Na ikiwa mtu yote atastop sawa kutafuta fadhila katika Ramadhani kwa kuisoma Qur'ani, ujira ni mwingi, lakini kama ulikuwa unasoma Qur'ani kwa ajili ya Allah, mbona baada ya kumalizika Ramadhani unaacha tena ule mpango wa kusoma Qur'ani? Ina maana ulikuwa unasoma kwa ajili ya Allah, ulikuwa unasoma kwa ajili ya Ramadhani. Hii inaonyesha wazi kabisa aliyekuwa akisoma Qur'ani kwa mfano kila siku juzuu moja ndani ya Ramadhani, na baada ya kumalizika Ramadhani akaachana na huo mpango, alikuwa anasoma Qur'ani yake inaonyesha ya nje kwa sababu ya hiyo Ramadhani, na Ramadhani imeondoka, hana mpango tena wa kusoma Qur'ani. Hiyo ni shirki. Amali yoyote ndugu zangu ifanywe kwa ajili ya Allah. Iwemo Ramadhani tufanye amali, na isiwemo Ramadhani tufanye amali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati mmoja zilimwijia habari za Abdullah ibn Amr, namna alivyokuwa akihitimisha Qur'ani kwa usiku mmoja yote, hajawahi kukutana hata na mke wake tangu amemuoa. Habari hizi zikamfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuuliza, unahitimisha Qur'ani kwa muda gani? Abdullah ibn Amr akasema kullu yawm, kila siku. Mapendeleo ya Mtume na mwongozo wa Mtume, akamwambia soma kwa kila mwezi mmoja hitma moja ya Qur'ani, yani usome mwanzo mpaka mwisho ndani ya siku 30, yani kwa siku moja usome juzuu moja. Na hilo sisi tunaweza, hilo tunaliweza ndugu zanguni. Kwa hiyo izingatiwe kwamba hivi amali yoyote, mtu yoyote aliyekuwa akifanya ndani ya Ramadhani aendelee kufanya amali ile. Tulikuwa baada ya swala ya Isha tunaswali swala ya tarawih, lakini ndugu zanguni, baada ya kumalizika Ramadhani, baada ya huu mfungo wa Ramadhani ndugu zanguni, si kana kwamba swala za usiku ndo na zenyewe zimekoma hapo. Hapana, bado zingali zinaendelea. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ndio kigizo chetu chema, alikuwa anaswali ndani ya kila usiku, ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, raka 8 za sunna hizo qiyamul layli, alafu anaongeza na raka 3 za witri, jumla 11 ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Huu ndio mwenendo sahihi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila Muislamu anatakiwa kufanya hivyo. Wa hal kadhalika ndugu zanguni, kila ambaye alikuwa akitusaddaq baada ya kusikia kwamba fadhila za kutoa sadaka katika msimu wa mwezi wa Ramadhani ni nyingi mno, ukweli wa mambo, sadaka hazijafikia kikomo.
na aendelee hivyo hivyo kufanya amali fulani katika mwezi wa Ramadhani, na baada ya kumalizika mwezi huo mtu anaachana nazo, hii inaonyesha mbele ya Allah alikuwa unafanya hizi amali kwa ajili ya Ramadhani kiumbe mwenzie, na kufanya amali yoyote kwa ajili ya kiumbe mwenzie, hiyo ni shirki. Hilo Mwenyezi Mungu hatolikubali abadan kabisa, hatolikubali abadan kabisa. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati kifo chake, Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa hayuko, alikuwa mbali namna kama hivyo. Alipokuja akapewa ahwali na habari ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashafariki, alichokifanya Abu Bakar radhiallahu anhu na umma mwingi, Waislamu wengi baada ya kifo cha Mtume waliritadi, waliachana na habari za dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wikio ukitazama historia inapoeleza, wengi waliritadi. Abu Bakari akaja akamwambia, wama Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum waman yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a. Abu Bakari akawaambia kwamba hivi, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume wa Allah. Qad khalat min qablihi ar-rusul, wamepita kabla yake mitume wengi kabisa. Afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum, hivi Nabii Muhammad akifa au akauliwa, je, ndio mrudi katika ukafiri wenu kule? Mrudi mritadi, mrudi muachane na dini. Abu Bakar anawaambia hivyo, inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai, na yeyote mwenye kurudi nyuma zile ndio zake na harakati zake na ile juhudi yake aliyokuwa akifanya ya dini wakati mtume yuko hai, na baada ya kufariki mtume akaachana nayo, fala yadhurra Allah shay'a, hatomdhuru Mwenyezi Mungu kwa chochote. Wasayajizi lahu shakirin, na Mwenyezi Mungu atawalipa wenye kushukuru. Ndugu zanguni, na leo kwa mujibu wa aya hii, tulikuwa tunayo Ramadhani hapa. Ramadhani imekwisha kwenda zake. Aliyekuwa akifanya amali kwa ajili ya Allah, Allah yuhai, haondoki. Aliyekuwa akifanya amali za kheri kwa ajili ya Ramadhani, Ramadhani imeshaondoka. Hii inaonyesha kwamba, ndugu zanguni, kila mmoja afanye uchunguzi na angalie kile alichokuwa akiendelea nacho katika mwezi wa Ramadhani, ile juhudi yake ile iendelee na isikome kabisa, isiishie hapo baada ya Ramadhani kumalizika. Na kuna watu wengine, ndugu zanguni, Mwenyezi Mungu atuepushe na hali mbaya kama hiyo. Alikuwa Ramadhani imeingia, akaachana na habari zake zote za kumwasi Allah. Kila mmoja anajua, bali insanu ala nafsihi basira. Na baada ya Ramadhani tu kumalizika, akarejea katika ule mpango wake wa kumwasi Allah aliokuwa akifanya kabla ya Ramadhani. Ndugu zanguni, kufanya hivyo ni kosa kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatutahadharisha mno. Anatuambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, afatuminuna bibadhi alkitab wa takfuruna bibadhi fama jazaa'u man yaf'alu dhalik fama jazaa'u man yaf'alu dhalik illa khizyun fil hayati dunya wa yawma alqiyamati yuradduna ila ashaddi al'adhab. Yeyote ambaye kabla ya Ramadhani alikuwa anafanya dhambi fulani, kisha baada ya kuingia Ramadhani akaachana na ile dhambi kwa sababu ya mwezi mtukufu umeingia, baada ya kuondoka Ramadhani akarudia na ile dhambi yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba huyu jamaa, hivi unakubali au mnaamini na kufuata amri zingine za Allah na zingine hutaki au hatutaki, fama jazaa'u man yaf'alu dhalik, hakuna malipo mema kwa anayefanya hivyo, illa khizyun fil hayati dunya, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya maamuzi ya kwamba atampeleka mchaka, shida, matatizo, hali ngumu katika maisha yake dunia. Atakuwa na fedheha katika maisha ya dunia. Yeye Mwenyezi Mungu anajua namna ya kumwadabisha mja wake.
wa yawma alqiyama, na siku ya kiyama mtu huyu yuraduna ila ashaddi aladhab, watu wa aina hii watarejeshwa katika adhabu ngumu ambayo hawataiweza. Kwa hiyo ndugu zanguni, ifahamike kwamba tumuogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haki ya kumwogopa. Aliyekuwa kastopu jambo fulani la maasiya kabla ya Ramadhani, na baada ya kuingia Ramadhani akastopu kabisa, akaacha kabisa kulifanya jambo lile, na baada ya Ramadhani, ndugu zanguni, tunamuasa mtu huyu kwamba asirejee tena, asiendelee tena, kwa sababu anajialikia na kujitafutia matatizo kati yake na Mola wake. Ni nani anaweza akaamua ugomvi wa mtu huyu na Mola wake? Hakuna, ndugu zangu. Kwa hiyo ndugu zangu, kila mmoja aweke azma ya kutorudi nyuma tena katika amali yoyote ya kheri aliyokuwa akifanya ndani ya Ramadhani. Ndugu zangu, irtidadi ziko aina nyingi, yani kurudi irtidad, mtu kuritadi huko kwa aina nyingi. Kuna mwingine ameritadi katika sunna, hana mpango nazo kabisa, na kuna wengine ameritadi katika swala za fardhi, hana mpango kabisa, na kuna mwingine ameritadi katika sadaka, hana tena na kutoa sadaka baada ya Ramadhani kuondoka, na kuna mwingine ameritadi katika amali za kheri alikuwa akifanya katika Ramadhani, amali za kheri, kutoa sadaka, kuwahudumia watu, namna kama hivyo, lakini tena akaacha akarudi. Hiyo ni irtidadi. Sisi tunajua kwamba irtidadi ni mtu kuhama Uislamu kwenda katika dini nyingine huko, sawa na hiyo imo katika irtidadi, lakini zimo irtidadi nyingi kweli. Aliyekuwa akifanya amali akaacha, ameritadi amali hiyo. Aliyekuwa akifanya amali ya sunna akaacha, ameritadi katika hiyo amali ya sunna. Aliyekuwa akitoa sadaka akaacha, ameritadi katika sadaka. Mwenyezi Mungu atuepushe na hali mbaya kama hiyo, na Allah atupe taufiki ya kufanya amali za kheri maisha yetu yote. Qulu jamia nastaghfirullah. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amara, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum ibadallah wa usi nafsi bitaqwallah. Yaqulu al-haqq subhanahu: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa aghnaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Wa qala ta'ala mukhbiran wa amira: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى زاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الخالق أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.